Na hii ni Mnyalu TV. Ayo ni aje? Haji hapa. Kama kawa. Wanangu, nachozungumza hiki sio kwamba mimi ni mtaalamu sana mambo ya mapenzi, lakini ni kitu ambacho kinawahusu wasanii, so ni sehemu yangu. Sioni mwisho mzuri wa Zuchu. Sorry to say that, lakini ndio ukweli. Kwa nini? Jana nimeona kwenye mitandao wanazungumza kuhusu issue za ndoa na nini. Watu wanamshambulia like anahitaji ndoa kwa pupa kwa Diamond Platnumz, na kuna watu wanamwambia kwamba bwana hapo ndoa haipo. Of course anasema yeye hahitaji ndoa, lakini sisi kwenye macho yako wewe Zuchu tunakuona ndoa unahitaji. Unafanya vizuri sana. You are the one of the best artists nchini Tanzania sasa hivi. Kipaji chako kinaweza kikaingia doa pale tu Diamond akaendeleza ule undava wake kwenye mahusiano. Diamond ametambulishwa na mahusiano kwenye industry. Diamond ndio king wa showbiz nchini Tanzania, East Africa. Diamond bila showbiz hafanyi music. At least sasa hivi ametulia na tukupe hongera, lakini bado haitoshi kuaminisha kwamba ndo kasalenda mshikaji. Hapana. Mwanamke akiingia kwenye mahusiano akiwa na mategemeo makubwa, anapopatwa na tukio ndipo ambapo anaumia pakubwa. Mbaya zaidi, Diamond pia ni bosi wako wewe. So, what if akatambulisha pini nyingine mpya na watu wa WCB pamoja na of course mitandao wanavyojuaga kuruka na pieces za bosi zao? Unaona kasi gani? Unamwachaje Diamond ambaye ndiye anasaini karatasi zako za kulipa mishahara? Unamwachaje mtu ambaye ndo anasimamia project zako za maisha? Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo ninahisi umekuwa Zuchu amefeli ni pamoja na kuingia kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, ambaye bosi, superstar na ana kila kitu. Yaani ilikuwa inatosha tu bwana mimi nakusaini tufanye kazi. You feel me? Kama ambavyo zamani mwanzo tulikuwa tumesikia dada na kaka na nini, so ingependeza zaidi. Na vitu vya namna hii, watu wa namna hii mara kwa kiasi kikubwa sana issue zao zinaishaga kwenye depression. Na ukishapata depression manake maisha yako yenda na fall down, sio tu music, hata maisha ya kawaida. Kwa sababu utakuwa unampenda mtu ambaye yeye tayari ame-move on, ana mtu mwingine, huwezi kutoka pia kwenye hilo penzi. Upo ndani ya hiyo cycle hiyo. Hapo. Kwa utakuwa unashuhudia matatizo yote ambayo yanakuwa yanaendelea, uchafu wote ambao unakuwa unaendelea. Hatuombei mabaya, lakini tunamjua Diamond. So sisi pia kama expert wa music tunazungumza by experience. Ni kitu kibaya sana, so inawezekana sasa hivi tayari umeshakosea, lakini kwa watu ambao pengine wanakuja kwenye industry wajifunze hiyo. Na sio tu kwenye music, hata kwenye maeneo ya kazi. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakidhani kwamba watapata opportunity, licha kwamba ndo hayo mapenzi yapo, but mwisho wake unakuwa mbaya sana kwa sababu wewe unakuwa kifungoni, huwezi kutoka kwenye hilo eneo, au sio? So tuwe makini sana wanangu, tuendelee kusubiria, tuendelee kuomba, tuendelee kuchoma ubani, mwanetu atulie. Kama kweli ndoa ipo basi amoyo mwanadada, kwa sababu wanatupa ngoma kali sana, hit song kila siku, na ni biashara kubwa sana nchini Tanzania na international level. Ipo siku wanafika kwenye hizo hatua, au sio bana? So respect, no hard feeling. Kiukweli ni maoni, ni mtazamo. And by the way, na hii ni Mnyalu TV.